Unatazama Swabirina TV, nuru katika imani. Safina ya elimu, safina ya elimu. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Swabirina Online TV, nuru katika imani. Nikukaribisha katika vipindi bora kabisa kupitia hapa Swabirina Online TV. Mimi ni jemedari wako Al-Habibi Sheikh Mungia, baby face, sura ya kitoto. Nyuma ya kamera yuko Jafari Chings kuhakikisha kwamba unayapata haya. Safina ya elimu ndio kipindi hiki ambacho cha kwanza kabisa kwa mwaka huu 1447 Hijiria, mwaka wa Kiislamu. Kipindi ambacho tutakuwa tunatembelea mashehe mbalimbali, mashehe wa kata, mashehe wa wilaya, lakini ikiwezekana pia mashehe wa mikoa tutawapata katika kipindi hiki cha Safina ya elimu, kueleza kwa upana maana ya elimu zile ambazo tutakuwa tunaizungumza kwa siku hiyo. Leo kipindi hiki katika Safina hii ya elimu tuko na shekhe wa kata ya Makuburi, Sheikh Ibrahim Adam Iluja. Naye katika namna iliyo nzuri kabisa atazungumza namna ya kuwatendea wema wazazi wawili. Yangu matumaini uko nasi katika kuhakikisha kwamba hili unalipata, namna gani wazazi hawa wanatakiwa kutendewa wema, uwe umekufa uwe hujakufa, ama vyote vile. Shekhe mwenyewe wa kata ndiye ambaye mgeni wetu hapa atatueleza kwa mapana kabisa. Usiwe mbali, subscribe, like, comment yako yote tunayafanyia kazi. Narejea kuambia mimi ni Al-Habibi Sheikh Mungia, baby face, sura ya kitoto. Naam, Sheikh wa kata ya Makuburi, salamu alaykum wa rahmatullahi wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumekutana katika mwezi huu wa mfungo mosi hapa 1447 Hijiria, mara tu baada ya kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ramadhani ilikuwaje Sheikh upande wako? Ramadhani wallahi tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ramadhani ilikuwa nzuri, Ramadhani ilikuwa safi, lakini kwa kusikitika tu imeisha haraka sana. Ina maana zile khairati tayari tushazikosa, lakini tulitamani kama alivyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lau taalamu ummati ma fi ramadhan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadhan. Lau umma wangu wangelifahamu yaliyomo ndani ya Ramadhan, basi wangelitamani Ramadhan iwe ni mwaka mzima, lakini ndio Mungu katupangia mwezi moja tu. Naam. Kipindi ni Safina ya elimu, kupata walau kwa mapana jinsi ambavyo mashehe wetu kila ambacho mnatufundisha sisi na wengine waweze kunufaika kutokana na midomo yenu ama vinywa vyenu vile ambavyo natakiwa tuzungumze. Na leo tutazungumza namna ya kuwatendea wema wazazi wawili. Tuanzie hapa. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Kuwatendea wema wazazi wawili ni jambo ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuagiza kufanya hivyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratu Bani Israil ama suratul Isra anasema baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfidh lahumā janāha adh-dhulli min ar-rahmah wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anatuambia wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajiweka yeye peke yake ambaye ndio mustahaku bil ibada, ndio anastahiki kuabudiwa peke yake. Na wenyewe wanasema lau Mwenyezi Mungu angelikuwa na makamu wake ama na waziri wake, basi makamu angekuwa ni nani? Angekuwa ni mzazi ama wazazi wawili. Lakini kwa sababu yeye mwenyewe amejitosheleza, ndo akaanza kwanza kujiweka yeye peke yake. Hapana anayepaswa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Baada ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, jambo la pili kabisa Mwenyezi Mungu akasema wabil walidaini ihsana, wazazi wawili wafanyieni wema. Halafu akaendelea kuelezea akasema inma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma au kilahuma, huenda hao wazazi wawili wote kwa pamoja ama mmoja wapo akafikia stage ya uzee hajitambui. Sasa kipindi hicho ndo kipindi cha mtihani. Mwenyezi Mungu anatuelekeza wakati huo sasa, fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Msizungumze kipindi hicho maneno ya kumkasirisha mzazi, wala msimtendeshe nguvu mzazi, msimkemee mzazi. Unachotakiwa qul lahumā qawlan karima, sema na wazazi wakiwa na stage hiyo maneno laini, maneno yaliyokuwa mazuri.
Akasema Mwenyezi Mungu tena, wakhfidh lahuma janaha dhulli min arrahma, yani jivunje, jidhalilishe mbele ya wazazi wako wawili, kama vile ndege anapovunjwa ubao, jinsi anavyodhalilika, anavyokuwa dhalili, na wewe unatakiwa ukiwa mbele ya wazazi wako wawili basi uwe dhalili, yani ukae standby kwa ajili ya kutekeleza amri zozote utakazoelekezwa na wazazi wako wawili, ili mradi tu ni katika yale maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mwisho akasema waqul lahuma waqul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghir. Mwisho waombe dua wazazi wawili, sema Mola wangu wahurumia wazazi wangu wawili kama jinsi walivyonihurumia wao wakati wakinilea nikiwa mdogo. Naam. Mtazamaji wa Swabirina Online TV Nuru katika Imani, ndivyo ambavyo naanza kipindi changu hiki Safina ya Elimu. Nimekwambia awali kwamba leo niko na shekhe wa kata ya Makuburi, Sheikh Ibrahim Adam Iluje, na akiwa ameanza hivyo namna ya kuwatendea wema wazazi wawili. Je, ndugu yangu, unawatendea wema wazazi ama umehafilika jinsi ya kuwatendea wema wazazi hujui? Hembu usende nayo haraka, twende taratibu. Hili jambo lina mwendelezo. Leo tumeanza hivi, lakini tuna mwendelezo mpaka tutakapokuwa tumefikia tamati. Tutakujulisha. Kama ndo umefungua sasa hivi alafu unaona hapa, hembu urudisha nyuma kidogo, anza mwanzo, twende msikilize Sheikh wakati Makuburi anavyozungumzia hili jambo, namna ya kuwatendea wema wazazi. Usende nayo haraka tafadhali. Nyenye kukwambia subscribe, like, share, comment zenu tunazifanyia kazi. Lakini pia kama una lolote chochote, basi tuma message, comment yako, tutaifanyia kazi. Tutaonana na Sheikh Iluje, tutamuuliza swali lako na atalijibu katika kipindi kinachofuata. Kwa nini Sheikh Iluje imekuwa wazazi wawili? Hapa twende. Wazazi wawili, kwa nini imekuwa wazazi wawili? Tunaambiwa walidaka huma sababu liwujudika fi dunia. Wazazi wako wawili ndio sababu ya wewe kuwepo katika mgongo wa ardhi. Ni wazazi wawili. Na ndio maana Mwenyezi Mungu akawapa dhima kubwa, akawapa nafasi kubwa sana. Lakini jingine ni kutokana na yale ambao waliopitia wazazi wawili. Tukirudi katika suratul Luqman, Mwenyezi Mungu anasema wawasaina al-insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahanan ala wahan wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Anasema Mwenyezi Mungu tumemuhusia mwanadamu kuwafanyia wema wazazi wawili. Hapa Mwenyezi Mungu ameukusanya baba na mama. Halafu baada ya hapa Mwenyezi Mungu baba akamweka kwanza kando kidogo, akaanza kumuelezea mama. Hamalatuhu ummuhu wahanan ala wahan, mama yake huyu mtoto amechukua ujauzito, tabu juu ya tabu, mashaka juu ya mashaka, madhila juu ya madhila. Unakuta mama anaumwa, hata ugonjwa wenyewe hujulikani. Utakuta mama anakula vitu ambavyo kabla ya ujauzito alikuwa havili vile vitu. Lakini pia mama huyo akimsikia mwenzake labda amejifungua mtoto si salama, bado ana wasiwasi. Mwenzake amejifungua kwa kisu, kwa ile tabu ile aloipata mama ni jambo zito sana. Mwenyezi Mungu amemuelezea mama ile tabu ambayo aliyoipata. Wa fiswaluhu fi amain, akasema na mpaka huyu mama kuja kuachana japo kidogo na huyu mwanae ni ile miaka miwili. Miaka miwili ya nini? Miaka miwili ya kunyonyesha. Na Mwenyezi Mungu ametuelekeza walwalidatu yurdhina auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha. Wanaonyonyesha basi na wanyonyesha watoto wao miaka miwili kamili kwa yule anayetaka kutimiza kunyonyesha. Sasa ile miaka miwili ndio kidogo mama anapata ahueni japo kidogo. Tuko pamoja? Sasa mwisho sasa baada ya kumwelezea mama akawakusanya wote tena kwa mara ya pili, anishkuru li wali walidaika ilayya almasir, nishukuru mimi ewe mtoto, lakini washukuru na wazazi wako wawili, kwangu mimi mtarejea. Huyu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sheikh Iluje, labda ni kukatishe kidogo. Umezungumza hapa kwenye miaka miwili baada ya kunyonyesha ile. Labda hapa mama hapati ule mtihani kama alikuwa anaupata mwanzo kipindi kile cha ujauzito? Ule mtihani anaupata mama baada ya kutimiza kunyonyesha haulingani na mtihani aliopata wakati akiwa na ujauzito. Ile kuishi na kiumbe tumboni miezi 9 inahitajia moyo sana. Ni subira ya hali ya juu sana. Na ndio utakuta mama na baba mwenye huruma sana na mtoto ni mama, kwa sababu ya yale ambayo alopitia. Mitihani ipo baada ya kumaliza kunyonyesha, kwa sababu mama bado anaendelea na malezi ya yule mtoto. Mama anaweza akaumwa kwa sababu mtoto anaumwa. Mama anaweza asile kwa sababu mtoto hali. Mama anaweza asilale kwa sababu mtoto halali.
Mwanamume anaweza akajilalia tu, lakini mama ndo anahangaika. Akigusa sehemu anahisi tu hapa pa moto, labda hapa ndo panauma, hapa pa moto, lakini hakuna chochote anachokifahamu kiuhakika, ila anahisia tu. Kwa hiyo mama bado anaendelea na ule mtihani, japo sio mkubwa kama kipindi kile ambapo yupo ndani ya ujauzito. Naam. Mtazamaji wa Swabirina Online TV Nuru katika Imani, ndivyo ambavyo tunaendelea katika kipindi hiki cha Safina ya Elimu kupitia hapa Swabirina Online TV Nuru katika Imani. Yawezekana wewe ndio ukawa wa kwanza kuiangalia hii, lakini usahau subscribe, like, comment, share ujumbe huu wafikie wengine ambao wao nao wanataka kuwa wa kwanza kupata habari hizi kupitia hapa Swabirina Online TV Nuru katika Imani. Naam, Sheikh Iluja, kwa nini imesitizwa sana wazazi? Wazazi kama tulivyotangulia kusema ndio sababu ya sisi kupatikana katika dunia, na wenyewe wanasema wazazi ni Mungu wa pili, japo ni maneno tu ya tunayozungumza sisi, lakini hayapo kwenye vitabu. Japo ukweli Mungu ni moja na ndio mustahaku mbele ibada, lakini mzazi amebeba jukumu zito kwa sababu ya yale ambayo alopitia juu ya mtoto wake. Sheikh Mungia, unajua mzazi ama wazazi wanapata ile tabu kuanzia watoto wakiwa wadogo, ile tarbia. Mzazi anajinyima, huyu baba na mama wanajinyima, wana haki zao ambao walitakiwa wapeane wenyewe kwa wenyewe, lakini wanajinyima. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya mtoto tu. Kile kipindi mtoto ameanza kunyonya, basi mzazi anajinyima ile fursa yake ambayo ni ruhusa kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kumhurumia mtoto wake, asije akatetereka, asije akaharibika mtoto. Kwa hiyo anakuwa na istihmala ya hali ya juu sana, mpaka ule muda sasa ukifika, sababu mtoto sasa kashakuwa mkubwa, basi wazazi ndio wanarudi katika nini, katika hali yao ile ya kawaida. Naam. Mtazamaji wa Swabirina Online TV Nuru katika Imani, tukiwa tunaendelea, usisahau wala usichoke kuangalia hili mwanzo na mwisho, jinsi gani ambavyo Sheikh wa kata ya Makuburi atalimalizia hili. Kuna mengi ambayo tutazungumza naye hapa, lakini bila kusahau wewe ni wa muhimu zaidi kwetu. Subscribe, like, share, comment, zote hizi tunazifanyia kazi. Na hata kama una swali kuhusu mzazi wako kutokana na hiki ambacho kinazungumzwa hapa na Sheikh wa kata ya Makuburi, Sheikh Ibrahim Adam Iluja, basi tuma message yako. Kipindi kijacho tutaisoma message yako na utajibiwa swali kupitia hapa hapa Swabirina Online TV. Na leo tukiwa tunaangalia namna gani ya kuwatendea wema wazazi wawili. Hapa Sheikh ameanza kumgusia mama. Leo namzungumzia zaidi mama toka amepata ujauzito, jinsi gani ambavyo wanavumilia tukiwa tuko matumboni mwa mama zetu, tunapokuwa tayari tumeshazaliwa, tumeshakuja duniani katika miaka miwili ile ya unyonyeshwaji ambao tunaonyesha na wazazi wetu, jinsi gani ambavyo mzazi anamthamini mtoto wake. Vipi tushindwe kuwatendea wema wazazi wetu? Subhanallah, mitihani hii inatukuta. Hebu tuangalie ujana, usituadae sana, mazingira ya dunia usituadae sana, tujue jinsi gani ya kuwatendea wema wazazi wawili. Leo kama hivi ambavyo nimekuambia, ni tumeanza kumzungumzia mama. Kabla hatujafikia kumzungumzia baba Sheikh Iluja, kipi ambacho unaendelea nacho kwa mama? Kwa mama ni Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alijiwa na kijana mmoja. Jaa rajulun ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal man ahaqu nasi bihusni sahabati. Alikuja kijana kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, nani ambaye anastahiki mno kuwa na usuba naye katika hao wawili, baba na mama? Faqala sallallahu alaihi wasallam ummuka. Mtume akamwambia yule kijana, mama yako. Qala thumma man? Yule kijana akauliza, kisha nani? Faqala ummuka. Mtume mara ya pili akasema, mama yako. Qala thumma man? Kijana akauliza, kisha nani? Qala ummuka. Mtume kwa mara ya tatu akasema, mama yako. Kijana akauliza thumma man mara ya nne, faqala abuka. Mara ya nne ndio baba anatajwa, lakini mara ya kwanza katajwa mama, mara ya pili katajwa mama, mara ya tatu katajwa mama, mara ya nne ndo anatajwa nani? Anatajwa baba. Kwa nini anatajwa mama mara tatu? Ni kwa haya ambayo tuliwaeleza hapa nyuma, yale madhila, shida anazozipata mama, matatizo, wasiwasi anaupata mama akiwa katika nini, katika ile hali ya ujauzito mpaka kuja kumzaa na kuja kuingia katika malezi. Kama tulivyotangulia kusema, baba yeye anatoka katika shughuli zake, lakini mama ndio mlezi. Mtoto anatambaa, mama anatakiwa awe yaqdhatan, awe macho kweli kweli,
anafanya shughuli zake, lakini akili yote iwe kwa nani? Iwe kwa mtoto. Kipindi hicho ndo kipindi watoto wanaingia kwenye matatizo, na maskini ya Mungu yule hajitambui, hajui hapa ninakoelekea pana matatizo, hajui kabisa. Kwa hiyo mzazi anakaa, yani hata kama anataka kusinzia hawezi kusinzia kama mwanae bado yuko macho, kwa kuogopa mwanangu asije akaingia kwenye nini? Kwenye matatizo. Na ndio maana Mtume akamtaja mama mara 3, mara 4 ndio tunatajwa sisi akina baba. Naam. Mtume kamtaja mama mara 3, mara 4 ndio akatajwa baba. Yangu matumaini unataka kujua kwa nini mama ametajwa mara 4, kwa nini baba ametajwa mara 1. Wakati si ukuta kushindana nao, utaumia mwenyewe. Ni kipindi hiki ambacho tumekianza, kipindi cha kwanza kabisa katika mwezi huu wa Shawwal, mwezi huu wa mfungo mosi, mara tu baada ya kuhitimika kwa mwezi mtukufu Ramadhani. Bado yako mengi sana hapa kutoka kwa shekhe wa kata ya Makuburi, lakini wewe ambaye mpenda khairi unaangalia hiki kipindi hiki bado hakijawa na wadhamini. Inawezekana wewe ukavutiwa kuwa mdhamini wa kipindi hiki. Tunakaribisha wadhamini, wawe wa vinywaji vilaini, wawe wa mitandao ya simu, wawe wadhamini wa maduka ya abaya, maduka ya kanzu, maduka ya kofia. Tunapokea wadhamini na tutakubaliana kwa masharti yaliyo mazuri, yaliyo nafuu, ili tuweze kuwa pamoja sisi na wewe katika uwezeshaji majambo haya tuweze kuyapeleka. Shailuja, wakati nikute leo nataka tuishie hapa. Labda unalipi la kumalizia hapa kabla ya kipindi kijacho? La kumalizia hapa ni malizie tu na bwana mmoja pia alimwendea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuelezea hizi fadhila za kuwafanyia wema wazazi, na inshallah tutaendelea nazo, lakini pia tutakuja kueleza na hasara za kutowafanyia wema wazazi wawili. Kuna faida na hasara, tunatanguliza faida. Sasa nimalizie na faida moja tu. Alikuja kijana moja pia, jaa rajulun ila nabii sallallahu alaihi wasallam yasta'adhinu fil jihadi. Huyu kijana alimwendea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamuomba ruhusa akapigane jihadi. Jihadi ni kuitetea dini ya Mwenyezi Mungu, kwenda kuitoa nafsi yako kwa ajili ya kuitetea dini ya Mwenyezi Mungu. Sasa huyu kijana ameenda kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamwambia ya Rasulullah, niandike na mimi niende katika nini? Katika kuitetea dini ya Mwenyezi Mungu, nikapigane jihadi. Lakini faqala sallallahu alaihi wasallam, ahayyu walidak. Mtume alimuuliza yule kijana, wazazi wako wako hai? Qala naam. Yule kijana akasema ndio, wazazi wangu wako hai. Faqala sallallahu alayhi wasallam, fafihima fajahid. Mtume akamwambia yule kijana, kama wazazi wako wako hai, basi nenda kapigane jihadi mbele ya wazazi wako wawili. Sio kwamba akawapiga wazazi wake wawili, hapana, akawafanyie wema. Sasa angalia, kuwatendea wema wazazi imekuwa ni bora hata kushinda kwenda kupigana kuitetea dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume anamwambia rudi kwa wazazi wako wawili. Wewe jihadi yako ipo kwa wazazi wako wawili, kawafanyie wema wazazi wako wawili. Kwa ni moja katika faida kubwa inayopatikana juu ya kuwatendea wema wazazi wawili. Hii ni safina ya elimu kutokea hapa Swabirina Online TV Nuru katika imani. Leo tunaishia hapa, lakini wiki ijayo siku kama leo, wakati kama huu ambao unaangalia, tutaendelea na sehemu ya pili, namna ya kuwatendea wema wazazi wako. Unaona alichojibiwa huyu kwamba rudi kawatendee wema wazazi wako, ama kawapiganie jihadi wazazi wako, kama ambavyo umesikia kauli hii kutoka kwa Sheikh Ibrahim Adam Iluja, shekhe wa kata ya Makuburi. Niwashukuru wote ambao tumeweza kuwa pamoja takriban robo saa ya kipindi hiki ambacho kila siku za Jumatano kipindi hiki utakuwa unakiona kupitia hapa Swabirina Online TV Nuru katika imani. Nimshukuru mwenzangu ambaye niko naye Jafari Chings nyuma ya kamera hapo. Mimi ni Al Habib Sheikh Mungia, babyface, sura ya kitoto. Masalam. Unatazama Swabirina TV Nuru katika imani.